yako itawale. Simamia mawasiliano yote kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Naomba tukiamini na kushukuru katika jina la Yesu. Amen. Basi nipende kuwakaribisha watu wa mada wa leo. Tutakuwa na dakika 45 kwa ajili ya presentation, lakini pia baadaye tutakuwa na kipindi cha maswali. Kwa hivyo nikualike wewe usikilize kwa makini, andaa maswali yako pale ambapo utakuwa na swali, na Bwana awabariki. Karibuni watu wa mada, karibuni. Asante. Bwana apewe sifa. Amen. Amina. Kwa jina naitwa Elihudi Saburi, ni mwenyekiti wa ATAPE kanda ya bonde ya Mtoami. Nitakuwa mmojawapo wa wawasilishaji wa mada. Ningeomba na wenzangu nao wajitambulishe. Bwana Yesu asifiwe. Amena. Kwa majina naitwa Victor Zakaria Machugu, ni katibu wa ATAPE bonde la Mtoami, ni mmoja kati ya watu wa mada katika siku ya leo. Karibuni sana. Asante kiongozi. Asante. Karibu mzee Iranga. Halo. Halo. Yes, karibu. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Amena. Amen. Samahani nilishindwa kujitambulisha kwa sababu ilikuwa ni utambulisho wa watu wa mada. Kwanza nijitambulishe kwa jina, naitwa George Iranga, ni makamo mwenyekiti wa mipango na fedha bonde la Wami. Kikao cha viongozi kwa bahati mbaya sikuweza kufika kwa sababu nilienda kazi Dar es Salaam nikachelewa kurudi. Na nilipanga kusafiri asubuhi, lakini usiku wake nilibanwa sana na pressure nikashindwa kufanya usafiri. Katika mada ya leo kama ilivyoandaliwa na Victor na wenzake, mimi nitakuwa na nafasi, kama itakubalika nitaongezea kile ambacho watakuwa wamewasilisha. Asanteni sana. Asante. Asante sana mzee. Francis Mganga kama yupo na yeye ajitambulishe. Basi kwa sababu ya muda, kama Francis bado hajajoin, basi ni muombe ndugu Victor aanze kuwasilisha mada, kisha na mimi nitafuata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Kama nilivyojitambulisha mwanzo, naitwa Victor Machugu, na katika mada yetu ya siku ya leo ni siku ya kuzungumzia fursa ambazo zinapatikana katika eneo letu la bonde la Mto Wami. Miongoni mwa fursa ambazo zinapatikana katika bonde la Mto Wami ni kilimo cha mpunga. Kama tunavyojua kwamba mpunga ni zao kuu la chakula nchini, ni la pili baada ya mahindi, na kwa sasa hulimwa kwa chakula vile vile na biashara, ili zao la mpunga. Na katika zao hili la mpunga linalimwa katika aina tatu kuu za mazingira ambayo ni hayafuatayo. Aina la kwanza ni mpunga unaolimwa maeneo ya mabondeni ambao wenyewe unategemea mvua. Aina ya pili ni mpunga ambao unalimwa sehemu za miinuko ambayo tunaita kwa Kiingereza upland rice.
na aina ya tatu ni kilimo cha mpunga ambacho kinalimwa eneo la umwagiliaji, sehemu ambayo wanatumia kumwagilia maji ili kuweza kuvuna huo mpunga. Sasa katika eneo ambalo tunatoka sisi la bonde la Mto Wami, maeneo yafuatayo yanalima zao hili la mpunga. Tukianza na Turiani, panalimika mpunga. Dakawa, mpunga nao unalimika. Msowero, nako ni zao la mpunga linalimwa. Mvumi, napo mpunga unalimwa. Ludewa, mpunga nao unalimwa. Kimamba, mpunga nao unalimwa. Kilangali, kule ambao Kilangali ni Kilosa, nako mpunga kule unalimwa. Na katika maeneo haya yote niliyoyataja, yapo maeneo ambayo yanalimwa mpunga kwa aina moja tu, na kuna maeneo mengine ambayo yanalimwa mpunga kwa aina zote mbili. Yaani ninaposema aina mbili, ni kilimo kile ambacho kinategemea mvua, yaani mipunga ile ya mabondeni, na kuna sehemu zingine ambazo wanalima kilimo cha mpunga ambacho chenyewe kinategemea tu kinategemea umwagiliaji vile vile. Na kuna maeneo mengine wanalima mpunga ambayo ni maeneo yale ya miinuko. Tukianzia Turiani, kuna mipunga inalimwa ya aina mbili. Kuna mashamba ambayo wanalima kwa ajili ya umwagiliaji na kuna mashamba ambayo wanalima kwa ajili ya kutegemea mvua. Vile vile Dakawa, kuna maeneo ambayo wanalima kwa kutegemea umwagiliaji. Kwa mfano Dakawa hapa kuna shamba kubwa la ekari 5,000 ambayo lenyewe linalimwa kwa kutegemea umwagiliaji. Lakini hapo mashamba ambayo vile vile yanategemea mvua. Msowero kwenyewe mpunga unaolimwa ni mpunga ambao unategemea mvua. Mvumi ni mpunga ambao wanalima kwa kutegemea umwagiliaji vile vile na kwa kutegemea mvua. Ludewa wanalima mpunga kwa kutegemea tu mvua. Kimamba wanalima mpunga kwa kutegemea mvua. Lakini Kilangali kule Kilosa wanalima mpunga kwa kutegemea umwagiliaji na mvua. Sasa katika zao la mpunga zipo fursa mbalimbali katika bonde letu la Mto Wami. Kama nilivyosema awali kwamba mpunga vile vile ni zao la kibiashara ambalo tunajua sisi kwamba hapo awali miaka ya nyuma sana zao la mpunga au mchele ulikuwa ni chakula adimu sana. Nakumbuka watu wa miaka hiyo ya nyuma 80 na kitu, wakati tukiwa wadogo, ilikuwa chakula kinapopikwa wali watu hawabandiki jikoni, lakini leo limekuwa ni zao kuu la pili. Kama nilivyokwisha kusema, ni chakula muhimu ambacho kinatumika na kila familia karibu kila siku jioni. Sasa katika maeneo ambayo tunatoka sisi, eneo la bonde la Mto Wami, kilimo cha mpunga kinapolimwa zipo fursa mbalimbali katika eneo hili. Kunaweza kufunga viwanda vya kuchakata kwa ajili ya kukoboa na kupata mchele. Hiyo ni fursa mojawapo. Fursa nyingine ni kununua mazao wakati wa mavuno. Wakati wa mavuno unakuwa na wakulima ambao wanauza mazao kwa ajili ya kuwasaidia kuendelea kumalizia gharama za uvunaji na kitu kama hicho. Kwa hiyo fursa hiyo ipo, watu wanakuja wananunua mazao na kutunza kwa ajili ya kuuza bei inapokuja kupanda. Vile vile ipo fursa ya kununua mchele. Unaweza ukanunua mchele na kwenda kuuza sehemu nyingine, ukawa umejiongezea kipato kwa aina moja au nyingine. Kwa hiyo zao la mpunga ni muhimu sana katika eneo ambalo sisi tunatoka, bonde la Mto Wami, na katika sehemu hizo zote ambazo nimezitaja. Lakini zipo gharama za kukodi mashamba na namna ambayo unaweza kuendelea kulihudumia, lakini kwa gharama za awali za kukodi mashamba, kwa mfano Turiani, yale mashamba ya umwagiliaji yanapatikana kwa heka moja kwa shilingi 300,000 wakati wa kukodi, lakini yale ambayo yategemei umwagiliaji yanapatikana kuanzia shilingi 50,000 hadi 100,000. Dakawa katika mashamba ya umwagiliaji katika kukodi unaweza kupata heka moja shilingi 400,000 hadi 500,000 kwa mashamba ya umwagiliaji, lakini nje ya umwagiliaji unapata kuanzia shilingi 50,000 hadi 100,000 kwa ajili ya kukodisha.
Msowero ambayo ni mashamba ya kawaida yanategemea mvua yanapatikana kwa gharama ya shilingi 50,000 hadi 100,000 kwa kukodi. Mvumi mashamba ya umwagiliaji yanapatikana kwa kukodi, ya umwagiliaji yanapatikana kuanzia 1,500,000 hadi 200,000 kwa kukodi, na kawaida nje ya umwagiliaji yanapatikana kwa shilingi 50,000. Ludewa kwa kawaida mashamba yanapatikana kwa shilingi 50,000 hadi 100,000 ambayo yanalimwa kuto kutegemea umwagiliaji, ni mashamba yale ya kutegemea mvua. Kimamba mashamba yanapatikana vile vile kuanzia shilingi 50,000 hadi 100,000 kwa mashamba ambayo hayategemei umwagiliaji. Vile vile Kilangali wanakodisha mashamba kuanzia shilingi 1,500,000 mpaka 200,000 kwa yale mashamba ambayo yanategemea umwagiliaji. Baada ya kusema hayo, nisiwe mzungumzaji sana, nimkaribishe Mzee Iranga aweze kujazia kuhusu fursa zinazoendelea kupatikana katika eneo hili la bonde la Mto Wami kuhusu zao la mpunga. Karibu sana Mzee Iranga. Halo, Mzee Iranga. Karibu. Karibu Mzee Iranga kwa kuongeza chochote katika hayo niliyotangulia kusema. Halo. Halo. Naona Mzee Iranga atakuwa labda kuna changamoto amepata wakati anajiandaa. Mzee Iranga, ushakuwa hewani? Basi kama anapitia changamoto ya kimtandao, basi nimkaribishe ndugu Francis Mganga aendelee na wasilisho lake, alafu Mzee Iranga kama atakuwa tayari atajazia hapo. Francis hajawasha mic. Halo France, washa mic tafadhali. Halo, samani, niligusa vibaya nikapotea. Okay, Mzee, karibu uendelee. Nafikiri mnanisikia. With all the inconveniences. Ndiyo, tunakusikia. Kama Victor alivyoongea. Kwa kweli kama alivyosema, Tanzania ina mpunga ambayo inalimwa katika maeneo ekolojia aina 3. Upland rice kama alivyosema, eneo la miinuko ambayo inachukua 20% ya eneo lote linalolimwa mpunga. Lowland rainfed ambayo ni mabondeni ambapo wakulima wengi ndio wanalima na wanavuna maji ambayo ni 71%, na irrigated crop ambayo iko chini ya umwagiliaji 9%, inaenda mpaka 10% sasa hivi. Serikali imekuwa na jitihada za kuongeza miundombinu ya umwagiliaji, ingawa inakuwa ni ghali sana kama alivyoelezea. Kwa hiyo katika mabonde haya upland rice wanalima kama kule maeneo ya Mgeta kule, sijui kama kuna maeneo yana mpunga upland rice ambao ni mpunga ambao unalimwa kwenye miinuko na hautegemei chochote zaidi ya mvua. Ni mpunga wa mlimani, mara nyingi ilikuwa ni mipunga yenye mbegu ambazo ni za asili ambazo wengi hawazipendi anyway. Lakini kwenye mabonde ndio kunalimwa mpunga mwingi ambao unachangia 70% mpaka 71% ya eneo lote linalimwa mpunga, na irrigated ambayo miundombinu serikali kwa awamu hii ya 3 imejaribu kuongeza miundombinu ya umwagiliaji. Eneo linaongezeka, lakini mpaka sasa nafikiri eneo la umwagiliaji imefikia hekta 1,000 za umwagiliaji.
Kwa hiyo eneo hili ndio linalolimwa mbegu bora mara nyingi zilizozalishwa na wataalamu, na uzaaji wa mbegu kama hizi ni mkubwa ukilinganisha na kule wanakolimwa kwa kutegemea mbegu za asili. Katika mbegu za asili ambao wengi wanalima jamii ya super, eka moja inaweza ikazalisha gunia 8 mpaka 15 kama ni maeneo mazuri sana, lakini haizidi hapo, ambapo mbegu zilizoboreshwa ukihudumia vizuri kwa kutumia mbolea, kuzia, kupiga madawa ya magonjwa na wadudu, ukaweka mbolea kama inavyotakiwa, mbolea ya kupandia, ya kukuzia, huwezi ukakosa on average gunia 25 za ujazo wa gunia plastiki 7, ambao gunia moja litakuwa na kilo kaa 95 mpaka 100. Alivyoeleza fursa zilizopo wilayani kule ni kama hizo. Alivyoeleza watu unaweza ukawa na storage facility ambayo pia inaweza ikatumika kukodishia wale ambao wana stock mazao yao. Kwa hiyo kama kuna kikundi kina uwezo, kinaweza kikaanzisha hiyo godown katika maeneo mbalimbali ambapo wanalima mazao mengi kwa pamoja na hawana mahali pa kuhifadhia. Gunia moja ambalo ukistore kwa miezi 6 mpaka mwaka mzima huwa ni 2,500 mpaka 3,000 kwa gunia. Kwa hiyo utaangalia kama mfano kama una stock mzigo wa gunia hata 5,000, kizidisha na 2,500 ni hela kiasi kikubwa. Lakini kama vile alivyosema Pingie, wengine huwa wananunua mpunga wakati wa mavuno, ambapo mpunga huwa ni unauzwa bei ya chini. Kwa hiyo kwa mfano msimu uliopita watu walianza kununua mazao kwa shilingi 50,000, lakini sasa hivi gunia linaenda 100,000. You can see, pamoja na kununua kwa 50 kuna vigharama vidogo vidogo kama kukausha na nini, na mpunga unaweza kupungua, lakini mara nyingi ukiwa na uvumilivu ukauza aidha kwa ku-add value ili zao, kwa mfano ukikoboa unaweza ukawa umeongeza thamani kuliko kuuza mpunga wenyewe. Kwa hiyo hapo unaweza ukauza ukapata faida. Gunia moja inaweza ikatoa 100,000 na juu. Lakini ukiuza mpunga kama mpunga, basi ukausha vizuri, una stock. Wakati wa msimu mpunga unapanda bei, baada ya kipindi kama hiki cha mwezi wa 12 mpaka Januari, Februari, unakuta umepanda kama sasa hivi gunia linaenda 100,000. Hizi mbegu za kisasa, mbegu za asili kama super inaenda 110,000, kitu kama hicho. Kwa hiyo hii ni fursa mojawapo ambazo ziko hapa katika maeneo hayo ya bonde la mto Wami. Ameongelea pia kukodi mashamba. Ni kweli wakulima, maeneo ya kupata shamba sasa hivi ni madogo sana, maki mashamba mengi yameshashikiliwa na watu. Kwa hiyo wengine wana mashamba lakini hawana uwezo wa kulima, ndio sababu watu wanaingia mle, wanaweza kakodi. Gharama ya kukodi inatofautiana kutokana na eneo na lingine, kwa sababu pale ambapo kuna high demand, kwa mfano kama Wami Dakawa, unakuta ukikodi kwenye scheme, irrigation scheme inaenda iko juu 400,000 kwa ekari. Na wengi wanakodi eka 12 kwa $1,500,000. $1,500,000 kama una manage vizuri, ploti nzima ya eka 12 haipungui $12,000. Ukiongeza na $500,000, you can see kama ni $17,000,000. Sasa ukivuna gunia 300, on average gunia 25 kwa ekari. Ukiuza hapo hapo unaweza usi break even, lakini ukiuweka ukauza baadaye unaweza ukaongeza ukapata profit. Kwa mfano kama umepata gunia 300, let's say, ukauza hapo hapo shambani 70,000, utapata $1,21,000. You can see wewe umetumia 17, faida inakuwa kidogo ndogo. Lakini gunia 300 ukija ukauza
kwa laki 1 unapata milioni 30. Kutoa unapata hizo balance ambayo ni kama 13 or something of that. Kwa hiyo lakini pia wakati wa kustock mazao, wakati unanunua mashambani, lazima watu wawe makini kuangalia ananunua mpunga ambao umekomaa kamilifu na hauna moisture content kubwa. Ukivuna mbichi sana wakati una sun dry, kiasi kikubwa kinapungua, inakupeleka kwenye riski ya kupata hasara. Hiyo ni mojawapo ya fursa zilizopo, lakini pia katika zao la mpunga. Fursa zingine zilizopo labda kwenye mazao mengine, kwa mfano tulikuwa tunafikiria labda kufuga nyuki, lakini pia katika ufugaji wa nyuki lazima ufikirie kupata msitu ambapo unaweza ukauona. Ukipata msitu ukauoni, mkaandaa, ukanunua hayo manini, nisingependa niende huko kwa sababu ni nje ya mada ya siku ya leo. Kwa hiyo kwa mpunga naweza nikasema hizo ni mojawapo ya fursa, lakini zipo fursa zingine, kwa mfano mazao byproducts za mpunga, kwa mfano pumba laini, watu wengine wao wananunua, wanatengeneza vyakula vya mifugo kama kuku na nini. Saizi pumba laini pia zinakuwa stocked na kuuzwa kwa wafanyabiashara wakubwa ambao wameanzisha viwanda vya kukamua mafuta. Na hii rice bran nyingi inaenda Kenya sana, ingawa sasa hivi Watanzania nao wamezinduka. Kwa hiyo nayo ni fursa ipo, ingawa bado iko dormant, lakini nafikiri kama watu wanaweza wakafikiria mradi kama huo kwenye mtandao, unaweza ukaona ni namna gani hata mkaandaa kiwanda alafu mka extract oil kutoka kwenye rice bran ambayo ni mafuta rafiki na safe kwa matumizi ya binadamu kwa sababu yana cholesterol ndogo. Asante. Asante sana mzee Iranga. Karibu ndugu France Mganga. Asante, naitwa France Mganga. Ni katika bonde letu la mto wa Wami, ni mkuu wa mawasiliano msaidizi, na nilitaka kutoa fursa ambazo zinapatikana katika bonde la mto Wami upande wa Turiani. Upande wa Turiani kuna fursa ambazo zinapatikana, kwa mfano kilimo cha miwa. Ni zao ambalo kwa sasa sukari imekuwa adimu sana katika nchi, na hata sasa watu wanaitafuta sana sukari. Kwa maana hiyo kuna fursa za kilimo cha mua. Kilimo cha mua huku mashamba yanapatikana, na mashamba ambayo yanapatikana kunaweza ukapata shamba jipya ambalo unaweza ukaanza mwenyewe kulilima, ukalima mua mwenyewe kwa mwaka mmoja na kuendelea, aidha ukanunua au ukakodisha. Kukodisha, wanakodisha shilingi 100,000 shamba, au ukakodisha shamba kwa mkulima ambaye ana mashamba ya miwa lakini ameshindwa kuyaendeleza, mkaingia mkataba, ukachukua shamba ukalima ukampandia miwa, alafu akakuachia wewe ukavuna miaka 2 mpaka 3, kisha ukamwachia shamba lake. Hiyo nao ni fursa ambayo ipo, inapatikana kwa mashamba ambayo yanafikika kirahisi kwa maji. Huwa wanatoa tani 50 mpaka 60 kwa eka, na yale ambayo hayafikiki kwa maji yana mwinuko kidogo ni tani 20 mpaka 40, lakini tani moja kwa kiwandani Mtibwa inauzwa shilingi 74,000 tani moja. Kwa hiyo ni fursa ya kwanza ambayo inapatikana huku kwetu Turiani. Fursa ya pili inapatikana huku kwetu ni kilimo cha kokoa. Japokuwa mashamba ya kokoa yamekuwa ya muda mrefu, watu huko milimani ni mashamba ambayo ya watu, lakini pia yanauzwa, unaweza ukapata shamba ukauza. Kokoa imekuwa ni zao ambalo limebadilisha maisha ya watu
Waturiani kwa upande wa milimani kule. Ukienda sasa, kuna nyumba ambazo zinajengwa milimani kule ambazo hata huku bondeni unaweza ukatafuta ukazikosa, kwa sababu kokoa sasa hivi imekuwa ni zao linalotafutwa sana. Sasa hivi wanauza kilo moja shilingi 21,000. Lakini pia katika zao la kokoa, kama utakosa shamba la kuanza kupanda, kuna kununua kokoa kutoka kwa wakulima. Wakulima wanauza kokoa shilingi 10,000 kwa kilo, ile kokoa ambayo imeanikwa jua moja, ambapo we utaichukua na kwenda kuianika, utauza 22,000 mpaka 24,000. Kwa hiyo kuna siku ya mnada ambayo imepangwa rasmi, siku ya mnada. Kokoa ile yote ambayo imenunuliwa na watu matajiri inauzwa kwa mnada. Kwa hiyo itategemea, ikiuzwa 21,000 mpaka 25,000 inauzwa kwa kilo. Kwa hiyo hapo ni fursa. Lakini pia kuna mashamba ambayo wameenda kuangalia maeneo ya Difinga ambako watu wengi hawajafika sana huko. Hali ya hewa ya kule Difinga inaonekana inaweza kuhimili kupanda kokoa. Kwa hiyo watu wengi wamekimbilia huko kuanzisha mashamba ya kokoa, kwa sababu kule mlimani asilimia kubwa mashamba ya kule ni ya urithi. Yaani wengi wamerithi kutoka kwa wazazi wao, mashamba mapya ni machache. Lakini mashamba mengi ni ya watu ambao wanayauza, wengine ya kurithi. Kwa hiyo huko walikoenda Difinga, maeneo yapo ya mashamba mapya. Fursa nyingine ambayo inapatikana huku kwetu Turiani ni fursa ya ufugaji wa kuku. Kuku wa kisasa na kuku wa kienyeji, ambapo kwetu huku kuna soko liko kubwa sana la kuku. Kuanzia mwezi wa 5 kwenda mpaka Januari ni miezi ambayo huku sherehe ni nyingi na kuku wanatafutwa sana. Kwa hiyo ni fursa ambayo mtu anaweza kafanya akiwa na mtaji wa kuweza kufanya. Kuku wenyewe unanunua kuku kutoka Intercheck au Silverland. Vifaranga wakiwa wadogo unaweza ukawakuza kwa muda wa miezi 3, ni kuku wa kuuza 15,000 kuku mmoja. Kwa hiyo nao ni fursa ambayo huku unaweza ukaifanya. Na fursa nyingine ambayo kwa leo nimeiandaa ni kilimo cha iliki. Nacho hiki kilimo cha iliki imekuwa ni na mvuto kwa sasa, wateja wake ni wengi, nayo pia inanunuliwa ikiwa mbichi na pia inauzwa kwa mnada. Kwa hiyo unaweza ukaja kutafuta mashamba au ukaja kununua iliki na ukaja kuuza kwa mnada. Asante. Hizi ni fursa ambazo nimeziainisha kidogo kwa undani zaidi na nimezifanyia uchunguzi kuwa mtu anaweza akawekeza katika jambo hilo na akapata manufaa mazuri. Asanteni. Asante sana ndugu France Janga. Naam. Basi na mimi nimalizie kwa mawasilisho haya kabla ya kumkaribisha mwenyekiti wa kipindi ili aendelee na ratiba inayofuata ya maswali na mambo mengine, kwa fursa zingine ambazo zinapatikana katika bonde letu hili la Mtoami. Mtoami ni bonde ambalo limebarikiwa sana hasa kwa mazao mbalimbali, na mazao mojawapo ambayo pia yanapatikana katika bonde hili la Mtoami ni fursa ya zao la mbaazi. Kwa miaka hivi karibuni, fursa ya zao la mbaazi imekuwa ni zao ambalo limebadilisha uchumi wa watu wengi na limekuwa na soko kubwa sana hasa katika ukanda huu na maeneo ya Gairo, Kilosa. Gairo nazungumzia kama wilaya, Kilosa kama wilaya na wilaya ya Mvomero. Zao hilo la mbaazi linakubali vizuri na maeneo ya kulima yapo ya kutosha, na eka moja inakodishwa kati ya 50,000 mpaka 100,000. Na kilo moja ya mbaazi ni shilingi 3,000. Kwa hiyo ukiangalia kwamba kwenye eka moja unaweza ukavuna gunia 12 ambazo unaweza ukapata kilo zaidi ya 1,500
ambayo ukiuza kwa 3,000 utaona kwamba ni kiasi kizuri cha faida ambacho unatengeneza. Na zao hili halina gharama katika kulihudumia, ni kukodi shamba aidha 50,000, na maeneo mengi kulima shamba ni kuanzia 40,000 mpaka 50, lakini inataka palizi moja tu tayari unasubiria mavuno. Na zao lingine ambalo ni fursa ambayo ipo kwa wingi katika bonde hili la Mtoami ni zao la tangawizi. Katika eneo lile la Mvumi, kijiji cha Makwambe na Lumbiji, zao hili limeshamiri kwa muda mrefu na wafanyabiashara wengi wanaingia kule kwa ajili ya kuchukua mazao, lakini wengi pia wanaingia kwa ajili ya kulima. Na katika eneo hilo la Mvumi, maeneo ya Makwambe na Lumbiji, kukodi eka moja ya zao hili la kulima zao hili la tangawizi ni kati ya shilingi 100,000 mpaka 1,150,000. Na kwa eka moja kama umehudumia vizuri unaweza ukavuna kilo 6,000 ambayo sawasawa na tani 6. Na bei za kilo moja wastani wake kwa kilo ni shilingi 3,000. Kuna kipindi inapanda 3,500, kuna kipindi inakuwa 3,000 na 2,500. Kwa hiyo wastani ni wa shilingi 3,000. Kwa hiyo utagundua kwamba ukiwa na eka zako 2-3 utaweza kujipatia kipato cha kutosha, na imekuwa ni fursa na soko lipo kubwa la kutosha. Ukivuna tu wateja wapo wanasubiria zao hili la tangawizi. Lakini fursa nyingine ambayo imekuwa ni fursa kubwa katika bonde hili la Mtoami ni zao la alizeti. Zao hili la alizeti lina fursa za aina 3. Fursa mojawapo ni kuwekeza katika viwanda vya kukamua alizeti kwa ajili ya kuzalisha mafuta, lakini fursa nyingine ni kwa ajili ya kulima zao la alizeti na kuuza kama alizeti, lakini pia kukamua na kuuza kama mafuta. Lakini pia fursa nyingine ni ya kuuza yale mashudu yanayopatikana baada ya kukamua alizeti, nayo pia yana soko kubwa katika bonde hili la Mtoami. Na kwa eka moja kama umeihudumia vizuri unaweza ukapata gunia 12 za debe 8, ambapo gunia moja unaweza ukaiuza wakati wa mavuno ambao ni low season kwa shilingi 80,000. Lakini kwa sasa hivi tunaona mafuta ya alizeti yamekuwa ni fursa kubwa. Lita moja mpaka sasa hivi ni 6,000 mpaka 7,000. Na kwa gunia moja la debe 8 unaweza ukakamua mafuta zaidi ya lita 22.5. Kwa hiyo ni fursa kubwa ambayo inapatikana hapa. Lakini kilo moja ya mashudu kwa maeneo haya ya bonde la Mtoami yanauzwa kilo 600 mpaka 700. Kwa hiyo unaweza ukawekeza katika kusafirisha mashudu kuyapeleka katika viwanda vingine ambavyo vinachakata zaidi, lakini pia kutengeneza vyakula vya mifugo. Lakini pia tunayo fursa nyingine katika bonde la Mtoami, fursa ya viazi vitamu. Nadhani wengi ni mashuhuda, mkipita maeneo ya Gairo na maeneo ya Mtumbatu pale mtakuta kuna viazi vingi ambavyo vinapatikana pale, na mashamba pale yanapatikana kwa wingi wakati ya shilingi 50,000 mpaka 80,000, na ukatumia fursa hiyo kuzalisha viazi vitamu ambavyo soko lake sio la mashaka, ni soko la uhakika na limewasaidia watu wengi kujikomboa kiuchumi katika ukanda huu. Na fursa nyingine kubwa inayopatikana katika bonde letu la Mtoami ni kilimo cha bustani. Wengi ambao mnapita maeneo ya Dumila hapa mtakuta kwamba mwaka mzima mboga mboga zinapatikana. Kilimo cha bustani unaweza ukalima vitunguu, vinakubali vizuri sana, nyanya chungu, nyanya, kuna pilipili,
kuna pilipili hoho, bamia, chainizi, hasa katika ukanda wa Gairo. Nadhani wanaongoza kuilisha Dar es Salaam kwa chainizi na zinastawi kwa wingi, lakini pia mboga mboga mbalimbali zinalimwa, na eka ya kulima bustani katika ukanda huu ina renji kwenye 100,000 mpaka 150,000. Inategemea huko karibu na maji au uko mbali kidogo na maji. Na kilimo hiki cha bustani ni kwa mwaka mzima, kipindi cha kiangazi na kipindi cha mvua. Mashamba yanapatikana na unaweza ukalima mboga mboga katika ukanda huu. Hivyo nipende kuwakaribisha wadau kuja kuwekeza katika bonde letu la Mto Wami, maana fursa zipo nyingi za kutosha, lakini kwa sababu ya muda wetu, ili tupishe maswali na nyongeza zingine, basi naomba kuishia hapo. Karibu mwenyekiti, ili uweze kuendelea na kipindi. Asanteni sana wapendwa. Kwa kweli fursa, yani bonde la Mto Wami limejaa fursa tele tele, hata mimi mwenyewe nimebaki na shangaa. Nilifikiri tu ni bustani mboga mboga ambazo watu tunaziona, lakini kwa kweli kuna vitu vingi. Jamani, ni muda wa maswali. Ni wakaribishe ikiwa mtu una swali, ikiwa kuna mahali unahitaji ufafanuzi. Binafsi nilikuwa na swali, lakini alipokuja mwenyekiti kuelezea nikawa nimepata majibu ya maswali yangu. Kwa hivyo niwakaribishe wengine ambao wana maswali pengine au wanahitaji ufafanuzi. Karibu. Unaweza kunyosha mkono au unaweza kuwasha mic na kuendelea. Karibu. Pia kuna mtu ana maswali. Karibu sana. Hello. Karibu Mama Mary Ungani, karibu. Karibu mama. Asante, nashukuru. Asante sana, nashukuru kwa wasilisho zuri. Mimi swali langu linaelekea katika kilimo cha kokoa. Nilikuwa nauliza hii kokoa, kwa mfano sasa, labda mnanunua au melima, masoko unapata wapi? Yaani zinauzwa wapi? Yani unaanza kuziuza wapi? Sijaziona sokoni huko. Nataka kujua masoko. Asante, Karibu. asante. Naomba nimjibu. Kokoa sasa hivi imekuwa na soko kubwa sana nje ya nchi. Kwa hiyo serikali imetengeneza mtandao wa kununua kokoa, kwa sababu kuna watu ambao walikuwa wanatoka nje ya nchi, wanatoka Kenya, wanakuja wanaingia moja kwa moja mpaka wanafika kwa mkulima. Sasa hivi serikali imeanzisha vyama ambavyo vinachukua korosho kutoka kokoa kutoka kwa wakulima, vinakwenda kwenye magara ambayo yameandaliwa tayari ili kuwauzia wateja. Kwa mfano, mteja mmoja ambaye ananunua kokoa ni Mohamed Enterprises, ananunua kokoa na makampuni mengine makubwa ambayo yanakuja huko Tuliani. Kila Jumanne kunakuwa na mnada wa kokoa. Kwa maana hiyo, kokoa yule mteja aliyekuja anaikuta kokoa imeshawekwa kwenye gara, kwa hiyo wanapandiana bei. Huyu anafika 21,000, huyu anakwenda 22,000, huyu anakwenda 23,000, anayefika 24,000, anayefika bei kumzidi mwenzake, siku hiyo atakuwa ameshinda mnada, huyu anachukua kokoa anaondoka. Kwa hiyo kokoa inauzwa kwa mnada, si kwa kutembeza kama bidhaa zingine. Asante. Asante sana. Nadhani tuna haja ya kuja kwenye hilo soko tuone mambo yanavyofanyika. Mama Mary, umepata Kweli majibu? nimepata. Kwa kweli dokta, itabidi tuende huko siku moja tukaone mambo. Naone kwa kweli. Asante sana kwa majibu. Kuna mtu ameuliza swali, anasema anaomba kufahamu gharama za kilimo cha mbaazi. Kilimo cha mbaazi, karibu. Tuliona mwenyekiti ulitupatia zao la mbaazi, fursa ya zao la mbaazi. Mwenyekiti, karibu. Asante sana. Kama ambavyo nimeeleza, mbaazi imekuwa ni fursa kubwa katika ukanda wetu huu wa bonde la Mto Wami, na inastawi
vizuri katika bonde lote, wilaya ya Mvomero, Gairo na Kilosa. Na kama ambavyo nilizungumza, gharama ya kwanza ni ya kukodi shamba, ambalo shamba unaweza kalikodi kuanzia 50,000 mpaka 80,000, inategemea na umeenda kwenye wilaya ipi katika bonde letu hili hapa. Lakini pia kuna maeneo ambayo bado ni mapya, hajawahi kuguswa. Unaweza ukaingia kupitia serikali ya vijiji ukapatiwa maeneo ambayo ni mapya, ukanunua kwa gharama ndogo, ukaanza kusafisha na kulima. Kwa hiyo gharama ya kwanza ni kununua 50,000, ambao ndio bei iliyozoeleka sana. Alafu gharama nyingine inayofuata ni ya kulilima shamba, kama sio mara kwanza kulimwa, ambao gharama yake inaanzia kwa eka 40,000 mpaka 60,000 kwa eka. Kwa hiyo kinachofuata pale ni gharama ya mbegu. Inategemea unatumia mbegu za aina gani. Kuna mbegu ambazo ni hybrid, ambazo kwa kilo inauzwa kuanzia 16,000 mpaka 20,000, na kwa eka moja ukilima kitaalamu unaweza ukatumia kilo mbili za mbaazi. Lakini baada ya hapo kuna gharama za kupanda, ambayo wale wapandaji kwa eka wanachukua kati ya 20,000 mpaka 30,000, inategemea mahali na shamba pia lilipo, kwa eka moja. Na baada ya hapo itakuja palizi moja. Kama hujachanganya na zao lingine ni mbaazi tu, utapalilia mara moja, ambapo gharama pia ya kupalilia ni kati ya 30,000 mpaka 40,000, ndio gharama ya palizi. Na baada ya hapo ni gharama ya kuvuna, ambao kwenye kuvuna wakivuna, wakikata na kupiga, gunia moja wanalivuna kwa shilingi 1,000, lakini kulipepeta gunia moja ni shilingi 500 kulipepeta, ili ibaki mbaazi ambayo iliyo safi. Hizo ndio gharama za msingi ambazo zitamgharimu mtu anayeamua kuwekeza katika zao la mbaazi. Asante sana. Asante sana kwa ufafanuzi mzuri. Bila shaka wadau wameelewa. Jamani, kuna mtu ana swali kuhusiana na mbaazi hapo? Niongezee. Yes. Karibu baba. Uzuri wa mbaazi ni kwamba kwanza hahitaji mbolea. Sawa, zinaweza kuhitaji mbolea, lakini mara nyingi hahitaji mbolea. Lakini pia zao la mbaazi linarutubisha udongo, kwa hiyo iko kwenye jamii ya mikunde. Faida nyingine ni kwamba unaweza ukapanda mseto na zao la mahindi, ambayo yenyewe unaipanda in a way kwamba wakati mahindi yanakomaa, yanavunwa, yenyewe ndio inaanza kuchanua. Kwa hiyo unaweza ukapata mazao mawili kwa pamoja. Na kama alivyoeleza mwasilishaji, kwa kweli soko kwa sasa hivi ni kubwa. Zamani ilikuwa kubwa, India ndio ilikuwa inaichukua sana, baadaye likafifia, lakini sasa hivi kwa kweli liko juu sana. Kwa hiyo hata Dumila pale mwaka jana watu walikuwa wanaenda pale wanauza kutoka Dakar huko, wanarudi na hela zao mfukoni. Kwa hiyo kwa kuongezea ni hivyo tu advantage ya hizo mbaazi. Na mbegu za kisasa nyingine huwa zinapata matatizo ya wadudu au ukungu kama umelima wakati wa masika sana, lakini ukichelewa kidogo unakuta umeepuka hicho kipindi cha magonjwa mengi kama mnaita ukungu, unakuwa umeepuka. Kwa hiyo inakuwa halina matatizo makubwa ya magonjwa. Kwa kama nimekuelewa vizuri ni kwamba yani kile kipindi cha masika kinavyoanza unaweza ukaanza na zao la mahindi. Alafu Baadaye unarudi unapanda mahindi ya kisasa, unapanda mbaazi. Asante sana. Unachelewa kidogo. Unaanza mahindi afu baadaye unaweka mbaazi. Okay, asante sana.
Yeah. Asante sana kwa nyongeza nzuri. Kwa kweli tunaona fursa zilizopo katika bonde la mto Wami. Jamani, tunaelekea mwisho wa kipindi na tuna dakika tu 7 hapa. Pengine nikaribishe swali la mwisho kabisa ili niwakaribishe viongozi kwa matangazo, au Labda kama kuna hakuna comment swali. naye. Yes, La kwangu karibu. sio Na swali Ndio, karibu. nauliza, tangawizi inachukua muda gani tangu kupandwa hadi kuvuna? Karibu kwa majibu. Mwenyekiti, uliwasilisha zao la tangawizi, karibu, au yeyote kati yenu. Sana kwa swali zuri Mzee Iranga, kwa sababu yeye ni mtafiti wa mazao, karibu unisaidie swali hilo, nadhani utalielezea vizuri. Mimi sina utaalamu sana wa tangawizi na siwezi nikajua linakaa muda gani. Asante. Nilijua ana uzoefu wa kutosha, lakini kwa Lakini kawaida given time naweza nikajua linakaa shambani muda kiasi gani. Maana siku hizi elimu iko kwenye simu tu. na unaweza katueleza linakaa kwa muda gani shambani? Ndio nasema siwezi nikatoa jibu sasa hivi. Asante. Okay, karibu France, kama una majibu kwa haraka, maana muda wetu nao unatupa mkono. Nimeona tangawizi haina tofauti na viazi vikuu kama vya chipsi, kwa sababu na yenyewe ina mtindo ule Viazi mviringo chini inaweka viazi mviringo, haina tofauti na viazi mviringo. Ina maana inapochipua juu, chini inaweka watoto, kwa hiyo wale watoto chini wanazidi kuongezeka, siku ya kuvuna ni kutoa, lakini kuwa havizidi miezi 3 mpaka 4 tangawizi inavuna, kwa sababu hata kule ni kipindi kichache inapotea. Okay. Asante kwa majibu. Ninaona kuna watu kunyosha mikono na muda unakwenda kweli kweli. Kuna Adin, karibu kwa haraka, lakini pia Mama Dina Bina pia karibu. Adin, karibu kwa haraka, alafu tunani. Kwa interest ya muda nashukuru kwa wasilishaji, lakini nilikuwa naangalia baadhi ya mawasilisho, zile gharama za tulikuwa napiga hesabu ya kupata kukodi shamba na baadaye kuvuna, lakini gharama za uendeshaji za uzalishaji naona zilikuwa ziwekwi. Na maneno mengine nilikuwa naona kama faida ndogo sana. Kwa mfano kile kilimo cha miwa, tani moja ukishavuna shilingi 70,000 ndio unapata. Sasa kama ile tani 20 umepata, ina maana unapata 1,100,000 tu na 400,000 kwa eka. Sasa gharama za uzalishaji hapa hatujaweka. Sasa sijui kilimo kingine inaonekana kama ni hasara fulani hivi, na kwa wakulima wetu ambao huwa wanazunguka humo, yani wanashindwa kutoka. Katika ushauri nafikiri wawasilishaji pia wangejaribu sisi wakulima wa Dar es Salaam ambao tukisikia hivi tu tunakimbia kwenda, wangekuwa wanatuonya pia kwamba labda kilimo hiki usijiingize kwa sababu unaweza kupata hasara, kwa sababu kimahesabu naona sehemu nyingine tunaweza kwenda alafu tukapata hasara sana. Asante mwenye. Asante sana, asante. Nadhani wamelichukua wawasilishaji. Nadhani kama muda unatosha nilifafanue. Tuna dakika 3 sekunde kadhaa kidogo kuhusu habari ya kilimo cha miwa. Tani 20 ni sawasawa na 1,400,000, lakini gharama za kilimo hicho, kilimo cha miwa ni kilimo rahisi sana katika kukilima, kwa sababu kwanza unapoanza kulima shamba linalimwa kwa shilingi 60,000, kupiga rija 60,000, kupanda shamba, kutandaza ile miwa mule ndani ni 60,000. Gharama kubwa inaweza ikaongezeka kidogo kununua miwa,
ya kupanda mbegu zile za kununua miwa, nao ile huwa ni gharama ndogo, kwa sababu miwa inanunuliwa kwa miraba. Kwa hiyo naamini kwa mwaka wa kwanza unaweza ukapata tani 20, kama shamba likiwa zuri sana unapata kuanzia tani 40. Kwa hiyo naamini kwa gharama hizo ambazo wamezitumia, hata ukipata shilingi milioni 2.8 bado utakuwa huko kwenye fomu nzuri ya kupata manufaa mazuri katika kilimo hiki. Kuongezea Asanteni hapo, sana. kuongezea hapo, kilimo cha mua unaweza ukavuna misimu 2 mpaka 3 kabla hujapanda tena. Kwa hiyo faida itakuwa kubwa huko mbele. Msimu wa kwanza ambao umegharimia kulima inaweza ikawa ndogo, lakini msimu wa 2 na wa 3 faida inakuwa kubwa. Asante sana jamani, muda wetu umekwisha. Nawashukuru sana watoa mada wote, Mungu awabariki. Lakini pia ninashukuru pia kwa wote walioweza kujiunga nasi. Tunayo dakika ni moja, niwakaribishe viongozi kama kuna tangazo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amina. Kwanza niwashukuru sana viongozi wetu na wataalamu ambao wametumia muda kujiandaa na kuweza kutuhudumia. Bwana aweze kuwabariki sana. Nadhani kwa namna hii ni namna ambayo inatuweka pamoja. Tumesikia kutoka Turiani, tumesikia kutoka Dumila, tumesikia kutoka Wami Dakawa na maeneo mengine. Kwa hiyo kila mmoja anaweza kaona ni kitu gani anaweza kafanya, hata kama sio sasa hivi, lakini wakati mwingine. Nilipokuwa Mbingu mwezi wa 11 niliona habari iliyokuwa inazungumzwa sana ni kokoa, na hata juzi kuna mtu alinipigia akasema saa hizi barabara inaunganishwa na kokoa inakuja kasi sana. Kwa kama unahitaji eneo uchangamke. Kwa hiyo nadhani kama tulivyojiunga hatutoweza kuondoka kama tulivyokuja. Nashukuru kwa ufafanuzi uliotolewa. Nikipita maeneo ya Dumila huwa napenda sana mahindi ya kuchoma. Hayo yote ni bonde la mto Wami. Kwa hiyo niwashukuru sana kwa namna ya pekee. Wiki ijayo tena tukijali watakuwa na kipindi kizuri, lakini kinachonifurahisha wote waliowasilisha na wafahamu kwa sura, kwa sababu wote walikuwepo ATAPE Day pale Wami Dakawa. Huyu mzee Iranga ni mtu mzima kweli kweli, lakini ana taarifa nyingi na yuko smart kwa kweli. Mungu akubariki mzee Iranga. Mtaalamu Victor na mganga Turiani na mwenyekiti Saburi, Mungu awabariki sana. Karibuni sana katika kipindi cha kijacho, lakini ninaomba kila mmoja aweze kuwa balozi wetu huko alipo kuhusiana na mipango yetu, maana saa hizi tunatangaza matukio ambayo yako karibu. Kuna kwenda Dodoma, nadhani tulizungumza tarehe 16 hadi tarehe 20. Kwa hiyo wanachungulia kwamba wale wanaoongezeka wamelipa viingilio au wameonyesha nia ya kwenda, wametokea kanda ipi. Kwa pia sisi viongozi tuna uwezo wa kutathmini kwamba kanda fulani bado hawajachangamka. Sasa bonde la Wami, France Turiani, usije peke yako, hata ATAPE Day mlikuja wengi. Kwa pambana na Dodoma sio mbali. Sawa mkuu. Mtusaidie huko, lakini pia na wengine pia tuweze kuwa mabalozi. Mimi naamini mtu atakayeenda Dodoma siku nyingine hutakuwa unamhamasisha sana, kwa sababu atatamani hao anaenda mwenyewe, ataguswa na mambo mawili au matatu. Basi tuendelee kuombea chama na kujiombea. Asante sana Dr. Cecilia kwa kuweza kusimamia kipindi. Hadi wakati mwingine, labda kama kuna kitu nimesahau. Mkumbuke pia Danet event tarehe 10 hadi 31 mwezi wa 5. Sasa ile tangazo la kuchangia mpango na bajeti ya mwaka ya ATAPE, msiwe mnaiangalia tu, tuweze kuwa sehemu ya mipango hiyo kwa ajili ya kufikia goli letu. Endelea kuwasiliana kwa njia mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kwa njia ya WhatsApp. Basi wale viongozi, tafadhali, kamati kuu ya kila kanda, muwe mstari wa mbele kwa kila jambo
ili wale wengine waweze kutuunga mkono. Asante sana, naomba nirudishe kwako Dr. Cecilia, mwenyekiti. Asante sana mwenyekiti kwa matangazo. Binafsi nimebarikiwa sana, lakini pia tunaona nyongeza za watu katika comments kule kuhusiana na zao la mbaazi kwamba lina protini ya juu sana. Bwana awabariki sana kwa kutupatia nguvu ya maarifa, hasa katika fursa za uwekezaji katika bonde la mto Wami. Naomba tuahirishe kwa maombi. Nimkaribishe Elda Adin Mgendi, karibu kwa ombi, ikiwa bado upo hewani, karibu. Tunakushukuru Mfalme Mungu Baba wa mbinguni kwa kutukutanisha na kutupatia fursa ya kuweza kujifunza, lakini pia kutupanua mawazo namna ambavyo tunaweza kujitegemeza katika maisha haya uliyotupatia hapa duniani. Tunakushukuru kwa wataalamu hawa waliotumia muda wao pia Mungu kutafuta taarifa na kuzileta kwetu. Wabariki Bwana. Tunapoyapitia haya na kujifunza, tupatie akili sasa Mungu wetu ya kuweza kutafakari vizuri, na kama iko fursa ambayo tunaona kwamba yaweza kutufaa, tuitumie na wewe utuwezeshe Bwana kufanikiwa sawasawa na ahadi zako. Kwa sababu kila tutakachokipata sehemu yake itakwenda kufanya kazi yako Mungu wetu. Asante Bwana kwa yale yaliyo mbele yetu. Tuandae kwa ajili ya mikutano ya Dodoma, tuandae kwa ajili ya net event, tushikamanishe pamoja kwa utukufu wa jina lako Bwana, katika jina la Yesu tumeomba. Amen. 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 Jamani, muwe na usiku mwema. Amina. Amina, amina. Asante sana. Amina. Asante.